Bila shaka, hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha Kitabu Chetu. Bado tunaendelea na kitabu cha Duniani Kuna Watu. Uko nami Uncle Bello. Sehemu ndogo iliyopita ilikuwa hivi. Naam, alianza Spectre Safe. Jamaa mliohudhuria hapa, napenda kukumbusheni kuwa Bwana Musa aliwataka radhi tangu mwanzo. Akasema kwamba maneno yake yanaweza kuwachoma baadhi yenu, na akakubainishieni kuwa yote yaliyojiri yanaendeshwa na Mungu. Basi na kuombeni jamaa, bora sote tustahamili, tufiate hamaki zetu na fadhaa zetu, tumwache Bwana Musa aendelee. Endelea bwana. Sina maendeleo yoyote ikiwa itakuwa namna hii, alisema Bwana Musa. Na ilivyokuwa ni hivi, naona bora kwanza ni watoshe watu wawili hawa, Bwana Saleh na Bwana Kasim, lakini hasa Bwana Kasim apate kupoa moyo wake. Bwana Musa alitia mkono wake mfukoni mwa suruali yake, akatoa nakala ya gazeti Zanzibari kila wiki aliyoletewa na Spectre Safe siku ile ya mwanzo. Akafunua ukurasa aliyoutaka, kisha akawaita watu wawili waje pale, Sheha Haji Isa wa Kazole na Bi Mariam Mkembe. Walipokuja mbele yake, aliwaonesha picha moja iliyomumle. Ati bibi, alianza Bwana Musa, huyu hapa katika picha hii siye Bwana Abdallah Salum, mume aliyekuoa huko Kazole, ukaishi naye kiasi miaka 2 na ukazaa naye mtoto mmoja mwanamume? Bi Mariam alipokea nakala ya gazeti, akaitulizia macho picha ile aliyooneshwa. Kisha akatikisa kichwa juu na chini kama anaitikia, ndiye huyu Bwana Abdullah Salim aliyekuwa mume wangu, alisema Bi Mariam Mkembe. Bwana Musa alimgeukia Sheha wa Kazole. Bwana Sheha, alimwita, itazame na wewe picha hii. Ati huyu ndiye Bwana Abdullah Salim uliyemtilia saini yako ya kushuhudia ndoa yake na Bi Mariam Mkembe katika hati ya ndoa? Sheha Haji alitazama picha ile na yeye akakubali, ndiye haswa, huyu ni Bwana Abdallah, wala hageuki, alitangaza Sheha wa Kazole. Basi bibi, basi Sheha, nendeni mkakae, aliwapa ruhusa Bwana Musa. Sasa njoo Spectre Safe na uje hapa na Bwana Kasim. Kasim alikalifisha nafsi yake yenye kiburi, ufedhuli, deko na unyarafu kwenda mbele ya Bwana Musa pamoja na Spectre Safe. Walipofika, Bwana Musa alimuonesha Kasim ile picha. Tazama picha hii Bwana Kasim, unasemaje? Si baba yako huyu Bwana Hakim Marjani? Kasim kuiona tu picha ile ilimletea moyo mwepesi, matumaini, furaha na kiburi. Hii ni picha ya marehemu baba yangu hasa, alisema, na huko anatabasamu, na mbio mbio alimuonesha Spectre Safe. Unasemaje Spectre Safe? Siye huyu baba yangu Bwana Hakim Marjani Spectre, siye huyu? Spectre Safe hakuhitaji kuitazama sana, na pale pale alitangaza kuwa ile ni picha ya marehemu Bwana Hakim Marjani. Kasim alipasuka kwa kicheko, akarudi kitini kwake kwa mwendo wa mikogo na kujinyeta. Bwana Musa aliwasha toza yake, akawa anakwenda huku na huku akitupa mafunda ya moshi hewani. Kwa ghafla alisimama kimya, akawatulizia macho watu waliohudhuria. Sasa tena akasema, jamaa mliohudhuria. Akasita kidogo, nimeita watu 4 hapa kuja kutazama picha ile ile. Wao walitambua kuwa ni picha ya Bwana Hakim Marjani.
Sasa basi, mnaona mtafaruku uliopo. Jozi ya watu hawa haikubaliani na jozi ya watu wale, lakini basi wasiokubaliana ni watu tu. Picha iko pale pale, inakubaliana na nafsi yake. Picha ni ile ile moja tu, na inakubaliana na watu wote wanne. Picha ikiitwa Abdullah Salum inaitikia naam, ikiitwa Hakim Marjani inaitikia labbaik. Bwana Musa alisita kitambo, akawa anakwenda huku na huku akiwatizama watu nyusoni mwao. Kwa hali hii basi, aliendelea Bwana Musa, maadam picha hii inakubali kuitwa majina yote mawili, yaliyobaki kwetu sisi ni kuamua hivi. Bila shaka Hakim Marjani na Abdullah Salim ni mtu mmoja tu, bali amejipa au ametumia majina mawili kuwafiki hali ya mambo yake mwenyewe au manzili yake inavyokwenda na inavyomwelekeza. Msikilizaji, endelea kusikiliza Duniani Kuna Watu. Baada ya kupasuliwa yale na kuthibitishwa kwa logic iliyofafanuliwa, wote pale kwa hoja na maneno ya akili, wote walitonzukiwa na dhahiri ya ukweli na maneno ya Bwana Musa. Kwa Hakim Marjani na Abdullah Salim ni mtu mmoja, lakini alikuwepo mmoja pale ambaye katanzukiwa na kweli ile kulimtia kiwewe asijue ashike lipi. Aliona mambo yote yameumana, yameshikana kwa ukamilifu. Mtu huyo alikuwa Mariam Mkembe. Bibi huyo alikaa kimya kadua, kwani akili yake ilipita kwingi. Ikiwa Hakim Marjani ndiye Abdullah Salum, na Abdullah Salum alikuwa mumewe aliyezaa naye mtoto mmoja mwanamume, basi inafuata kuwa yeye Mariam alikuwa mke wa Hakim Marjani vile vile. Na kama jina la mwanawe aliyepoteana naye tangu alipokuwa mchanga na ambaye anafanya kazi kwa Hakim Marjani, basi inakuwa mwanawe wa kupanga anafanya kazi kwa mkuu mwenziwe. Vile vile mwanzo wa mkutano huu, yule bwana Kiko kama alivyomwelekeza yeye rohoni mwake, alimwita Saleh akamkabidhi ile mali, akamwambia kwamba ni urithi wake kwa baba yake Hakim Marjani. Tuseme mambo yametanza, Mariam hafurukuti. Kimya kilikuwa kirefu. Bwana Musa baada ya kutega mtego wake wa maneno au maelezo yake, yeye mwenyewe alijitenga kusikiliza maoni ya wasikilizaji wake. Inspekta Seif, labda kwa niaba aliyohudhuria, alisimama akasema, Bwana Musa, kwa muda mfupi lakini najisemea mimi binafsi yangu, umenionyesha vioja viwili au vitatu vinanishangaza. Kimoja katika hivyo, umenitoa hapa siku hiyo marish tufuatane, ukanionyesha mali ya bwana hakimu ilikofichwa, na tukaenda shamba kule, tukafika mpaka katika pango kama umeiweka wewe, ukaingia, nikaingia, nikaitoa, na wewe ukajua kuwa si debe moja tu bali mawili. Tumekuja hapa na jambo la kwanza ulifanya Saleh kuwa mtoto wa bwana hakimu. Sijui umejuaje, au sijui ni kweli au uongo, lakini labda ni kweli, maana sina shaka kwa mtu mwenyewe ni wewe. Hata ukisema hivyo unazo sababu na hoja zako kamili kuhusu hayo, kwani umeweza kututhibitishia sisi hapa kuwa hakimu ndiye Abdullah na Abdullah ndiye hakimu. Hebu tupe tujue na sisi, vipi umefahamu yote haya bila kujikuna kichwa? Nimeyajua na kuyawaza na kuyafikiri, alijibu Bwana Musa. Wengi wanayo tabia ya kufikiri neno nchani tu, hawajishughulishi na lile neno lenyewe hasa, kama kuwa limeanza vipi na kadhalika. Hawaingii katika mzizi wa neno, ambao kwa wakati mwingine huwa ndio mzizi wa fitna wa mambo yote yaliyojiri. Tazama usuli wa asili au msingi wa jambo lilivyo, na utapata natija yake hapo hapo. Bwana Musa alisita kidogo, akawa anavuta kiko chake
na kurusha moshi uliochanganyika na hewa, ikawa wingu mle chumbani. Jambo moja lililoniathiri mimi, aliendelea Bwana Musa, ni kuwa katika gazeti lako lile uliloniachia niligundua kitu kinachojirudia mara kwa mara. Kujirudia huko kwangu mimi halikuwa kama ni jambo lililosadif tu kutokea. Ukiwa unasoma elimu ya logic, elimu hiyo hukuzuia kupita mahali kama hapo bila kuzingatia vizuri. Kusadif kunakuja bahati nasibu tu, hakujirudishii mara 2 au 3 hilo tu mara zote hizo. Kwa mfano, leo nimekukuta wa Inspector Seif umesimama nyuma ya nyumba yangu wakati wa magharibi. Naweza kukuchukulia kuwa imesadif tu na wewe kuwepo pale wakati ule, lakini kesho na kesho kutwa na kukuta mahali pale pale wakati ule ule, tuseme kuwa mara zote hizo zimetokea tu wewe kuwepo pale wakati ule? La, akili au logic haikubali hayo. Lazima lipo jambo fulani lilokuweka wewe pale kwa wakati ule. Siku 3 mfululizo gazeti lile lilisema kuwa Bwana Hakimu alikuwa na majahazi, sijui mashua ngapi, kayauza yote hivi karibuni, sijui shamba la Kazole kaliuza hivi karibuni. Basi neno hili hivi karibuni limejirudia, likajirudia tena na tena. Imekuwa huwezi kulisamehe, utalipita tu. Kwa nini kila kitu chake kakiuza hivi karibuni? Utasema kwamba labda Bwana Hakimu alitaka kukusanya fedha hizi nakidi. Hatuwezi kujibu za nini. Tunalojua ni kwamba kakusanya fedha nakidi akaziweka katika sefu yake iliyopo ofisini mwake, na kuna watu walioshuhudia kuwa zimo humo. Na juu ya hayo, alipokufa si siku nyingi baada ya kuuza mali yake, hazikuonekana fedha hizo ila shilingi 500 tu. Kwa hesabu hazikuzidi, hazikupungua. Fikira zetu ikasema zimeibiwa. Sasa basi, mwizi gani? Wasikilizaji wangu, na kuulizeni, atakayekuwa na nafasi ya kupata ufunguo wa sefu aingie ndani ofisini huku, kuchukua madebe 2, akafungua sefu, akazitoa fedha zote, akazitia ndani ya madebe yake, kisha akaona la haifai kuzichukua zote, si haki, atambakishia mwenyewe ijapokuwa kidogo, akahesabu shilingi 500 akaziweka, ufunguo ule akamrudishia mwenyewe, akatoka na madebe yake, akayaelehimisha kwa risasi, akaenda nayo mpaka Kazole, akayaficha ndani ya pango la jabali. Je, Inspector Seif, unaonaje? Yanaelekea hayo? Bwana Musa alisita, akachukua hatua 2-3 upande mmoja, kisha akarudi hatua 4-5 upande wa pili, huku akimwaga moshi mdomoni mwake. Kwako wewe nadhani anaelekea, na ndipo ulipomkimbilia Bwana Kasim yule pale ukamtia ndani. Kwangu mimi hayaelekei. Hajatokea mwizi huyo aliyepata nafasi na fursa yote hiyo, nafasi ya kuiba ufunguo kwa mwenyewe, nafasi ya mengine aliyofanya ofisini, na muhimu zaidi, nafasi ya kumrudishia mwenyewe ufunguo wake. Vipi utamrudishia? Na anarudisha wa nini? Hali kadhalika, yuko wapi mwizi mwenye roho ya imani hata hivyo kuhesabu shilingi 500 ambakishie mwenyewe zimfae? Unaona namna yenyewe. Bwana Musa alinyamaza, akamtazama Inspector Seif, akazungusha macho yake kutazama wengine. Selume alikuwa akifuta machozi kwa kitambaa chake cha rangi ya waridi, lakini Bwana Musa aliendelea. Bila shaka alikuwepo mtu aliyekuwa na nafasi na fursa yote hiyo. Alifungua sefu kwa ufunguo, akayatia manoti yote katika madebe yale pale, akayahelemisha kwa risasi, akaenda nayo Kazole, akayaficha ndani ya pango la jabali. Unakumbuka siku ile Inspector Seif nilikwambia anakwenda kuonana na bimdogo yule Biselume? Katika jumla niliyopata kwake ni kwamba hivi karibuni alichomoa kwa bwana yule kufanya kazi peke yake ofisini mwake kwa muda mrefu baada ya saa za kazi, na makarani wamekwisha kwenda zao. Unadhani alikuwa akifanya nini?
kazi aliyokuwa nayo bwana yule ni kuhawilisha mali yake na kila kinachohusu mali yake. Nimesema kuhawilisha kwa maana ya kubadilisha na kuhamisha. Unakusudia nini kusema hivyo? Aliuliza Inspector Seif. Na kusudia, alijibu bwana Musa taratibu, kuwa bwana hakimu kauza kila kitu chake kinachoweza kushikika, akapata fedha na kidi, akaihamisha. Hakutaka aione au aipate mtu, au hasa mtu fulani asiyetaka mwenyewe aione au aipate. Akabadilisha kuwa mali yake aipate mtu mwingine amtakaye mwenyewe au atakayejaliwa kuipata. Unakusudia kuwa hakutaka warithi wake wapate? Aliuliza Seif. La, ametaka warithi wake wote wawili wapate, alijibu bwana Musa kwa mkazo. Mtu gani basi uliyesema kwamba hakutaka mwenyewe aione au aipate mali hiyo? Mtu aliyemjua mwenyewe kuwa si mrithi wake, na kwa hiyo hana haki ya mali yake, alijibu bwana Musa taratibu, huku akitazama juu. Inspector Seif na wengine wote waliameza yale maneno, ingawa yalikuwa hayafahamiki vizuri. Kimya kikatawala kwa muda, na wa kwanza kukipindua kimya hicho alikuwa Inspector Seif. Tulipoanza kukutana hapa, alisema, ulimkabidhi bwana Saleh mali yake kuwa ni mrithi wa baba yake. Unakusudia kuwa bwana hakimu kamrithisha Saleh mali yake? La, alijibu bwana Musa. Na kusudia kuwa bwana hakimu kamrithisha mwanawe mali yake, arithi yeye sehemu 2 na 1 arithi binti yake. Umefahamu sasa? Sikufahamu, alijibu Inspector Seif kwa mkato. Unaposema kuwa kamrithisha mwanawe, unamkusudia nani hasa, bwana Musa? Namkusudia mwanawe wa haki, alijibu bwana Musa pole pole, mwanawe wa ndoa, mwanawe damu yake, kwa hofu kuwa mali yake yasijakarithiwa na mtu asiyemuhusu, na kwa hiyo aliona bora amhinishe mtu huyo mapema kabla mambo hayajaharibika. Inspector Seif alitikisa kichwa. Bwana Musa, aliita Seif, na kuona umo kutafuna maneno yako, ukituzungusha huku ukitolea kule. Umekuwa unatuendesha puta na myugwa wako mkononi. Husemi wewe ndiye nyakanga au muhenga, na mara nyingine ututolee kunga tusizoweza kuzifuata, na mara tena mizungu tusiyoweza kucheza. Kwa nini husemi kinaga naga? Inspector Seif alijibu bwana Musa, kama natafuna maneno, nataka nyinyi miameze, na nitafanyaje kama sikukuzungusheni ikiwa mambo yenyewe yote ni mazonge matupu? Na tangu lini yeye memjia fikra ya kuhawilisha mali yake? Aliuliza Seif. Hivi karibuni, alijibu bwana Musa. Kwa nini? Kwa sababu ya kutaka kulipa mabaya aliyofanyiwa, alijibu bwana Musa. Kafanyiwa na mwanawe Kasim? Hakufanyiwa na mwanawe, kafanyiwa na Kasim. Kasim ambaye alikuwa ni mzito wa kufahamu hasa mzungusho wa bwana Musa, alianza kukunja uso na kuhema. Mbona unasema hivyo bwana Musa? Aliuliza Inspector Seif. Unataka tufahamu kuwa Kasim si mtoto wake bwana hakimu? Mtoto wake, alijibu bwana Musa, lakini si mwanawe. Kasim ni mtoto wa kulea tu aliyemfanya mwanawe tangu alipokuwa mdogo. Uongo, aliruka Kasim, akakiacha kiti chake, akasimama wima kwa hamaki. Jambazi hilo linataka kuninyang'anya tu mali yangu. Kisha panga na yule zuti mwenziwe watumie pamoja. Hampati basi. Kila mtu anajua kuwa mimi ni mtoto wa baba yangu blood. Akasita. Akataka kutukana kwa lugha ya Kiingereza asiyoifahamu vizuri, lakini kwa kuwa hakuifahamu lugha hiyo, binadamu yule labda kwa wakati ule ilimjia chembe ya ungwana ikamzuia. Inspector Seif alikuwa naye kasimama wima na akamwendea Kasim pale alipo. Sikiliza Kasim, alisema Inspector Seif, mimi ghasia sitaki nyumbani kwangu. Hapa tumekutana kusafiri mambo muhimu. Mwache bwana Musa aseme atakavyo.
hakuna mtu atakayenyang'anywa haki yake. Bwana Musa na aseme kwamba mimi si Inspector Seif, lakini maadamu mimi ndiye Inspector Seif, basi mimi Inspector Seif tu, sibadiliki. Kaa kitako, burudika, acha tuyapure mambo haya, tutoe makapi yake, tuyapate yaliyo safi, halafu tutajua la kufanya. Na ikiwa Bwana Musa ni muongo, basi njia ya muongo ni fupi, anaweza kupotea mara moja tukamnasa. Endelea Bwana Musa. Bwana Musa alikuwa akikoleza kiko chake, na baada ya kuvuta kidogo alisema, nitakuonyesheni kitu jamaa mlohudhuria hapa. Halafu mkisha kutazama mnaambie kitu hicho wadhi au hasa mjaribu kufunua kitu kilichostirika. Bwana Musa akatoa tena ile nakala ya gazeti, akampa Inspector Seif atazame zile picha za watu watatu, Bwana Hakim Marjani au Abdullah Salum, Kasim Hakimu na Selume Hakimu. Ukisha kutazama picha hizo, izungushe nakala kwa watu waliopo, aliamuru Bwana Musa. Watu wote walitazama picha zile kwa tuo, ila Kasim na Selume. Kasim kwa kiburi chake alikataa kuzitazama, na Selume kwa haya zake alijiziba uso. Sasa naambieni, hitilafu gani iliyopo katika picha hizi? Aliuliza Bwana Musa. Wote walikuwa kimya, hakuweza kujibu kitu. Hakuona hitilafu au hawakufahamu hitilafu iliyotakiwa. Tueleze Bwana Musa, hitilafu uliyokusudia, aliteta Inspector Seif. Vyema, alijibu Bwana Musa. Jambo la mbele nililiona mimi nilipoonyeshwa picha hizi na Inspector Seif, na likaniingia moyoni, nikalinganisha ni tofauti za sura za watu watatu hawa. Bibi Selume kamshabihi baba yake Reale kwa ya pili. Selume ni mtoto mwanamke, na mtoto mwanamume hakumshabihi baba yake hata kidogo, yule pale Kasim. Wapo watu hapa wanamjua Bwana Hakim sura yake, binafsi yake, kwa umbo lake, na walimuona katika picha hii. Hebu naambieni, Kasim kamshabihi kitu gani Bwana Hakim? Kampa poa ya Bwana Hakimu. Kama poa ya Bwana Hakimu imenyooka, ya Kasim imeseteka. Kama macho ya Bwana Hakimu ni manene, ya Kasim ni nyufa, macho yaliyojifinya. Kama kichwa cha Bwana Hakimu, midomo yake imekazana, cha Kasim ni kipana, mdomo wa chini haufumbani na wa juu. Kama uso wa Bwana Hakimu ni mpana, wa Kasim ni mwembamba na umefanya rasi kwa mbele. Kama uso wa Bwana Hakimu unavyoonekana katika picha yake, ni mtu mpole, mwenye bashasha, asiyekereka upuuzi. Wa Kasim ni wa mtu wa hasira, nongwa na hamaki. Nadhani hata hivi nilivyokaa hapa kutofautisha sura yake na ya baba yake, yeye ataona na mtukana. Kasim aliyekuwa katuna na kuvimba na kusawijika uso tangu Bwana Musa kuanza kumlinganisha na kumtofautisha sura yake na ya baba yake, hakuweza kuchukua zaidi, ila alipasuka. Na hivyo unanisifu sana, umekaa kuniumbua mbele za watu kama umeniumba wewe? Adabu za wapi hizi? Mbwa we, litazame jeusi kama jongoo. Sasa akamgeukia Inspector Seif. Sasa wewe umetuletea hapa tuje kutukanwa na washenzi hawa, wahuni wakubwa. Mimi najua vyote hivi. Jambazi hili limo kufanya vituko vitakavyopelekea kunikanusha katika urithi wangu. Je, aliuliza Bwana Musa. Sikusema mie? Kama bwana huyu atasema namtukana, apate njia ya kunitukana mimi zaidi juu alivyonitukana kabla. Sikiliza Bwana Kasim, aliendelea Bwana Musa. Labda hukufahamu kwa nini nikakusifu macho yako, pua yako na sehemu nyingine za uso wako. Nilikuwa nikiwaonesha hawa jamaa namna wewe ulivyoshabihiana na baba yako, nao kama watakataa kama nilivyosema mimi ndivyo wakukulinganisha na baba yako, basi nitakumwambia maneno ya hadithini, kichwa changu halali yako. Kasim hakuwa mpumbavu. Hata hivyo, maneno aliyosema Bwana Musa aliyasikia, akayatambua na kuyaelekeza kuwa hayatachukuana na kiburi chake kilichoshikamana na ufidhuli wake. Kwa hiyo aliona bora aache mambo yapite na yeye ajitoe kimasomaso. Watu wote pale, ingawa hawakusema neno, waliyakubali maneno ya Bwana Musa, kwani Bwana Musa
hakuzidisha wala hakupunguza katika sifa yake kuisifu sura ya Kasim na mlinganisho wake wa sura na sura ya baba yake. Bwana Musa alianza tena, nadhani nyote mnakubaliana kuwa Kasim hakumshabihi baba yake hata kidogo. Wote pale walitikia kwa kichwa. Lakini hayo si hoja. Bwana Musa aliendelea kusema, Najum hapa alinikumbusha kuwa katika genetics au elimu ya urithi wa maumbile, mtoto huweza akarithi sura na tabia za babu au wa babu yake. Maana yake mtoto huweza akaruka tena, aache kumrithi mzee wake aliyemzaa, amlande baba wa babu yake. Lakini hapo mtanisamehe sana, mimi sikubaliani nayo elimu hiyo moja kwa moja, ingawa kwa tabia yangu mie daima na iheshimu elimu yoyote inavyosema. Vipi mtu aache kumlanda mzee wake aliyemzaa, amlande mtu aliyeishi miaka 150 iliyopita? Haya, na amlande mtu huyo anavyotaka, lakini ndiyo aache asiguse hata kidogo katika sura ya mzee wake aliyemzaa? Hayo kwangu ni mushkil usiokuwa na mfano. Bwana Kasim yule pale hakumshabihi baba yake Bwana Hakimu anayejulikana na anavyojua mwenyewe kuwa ni mzee wake. Bwana Musa alisita, akawasha kiko chake kisichokwisha kuzimika, akavuta kidogo, kisha akaendelea, sasa basi, sote tupo hapa, hebu mtizameni Saleh na Selume, muwalinganishe watu hao na marehemu Bwana Hakimu. Wale pale watizameni, muwatambue, ipo tofauti baina ya watu hao? Hakuna abadan. Bado, kwa kuwa mimi nimeiona picha ya Bwana Hakimu, mtu ambaye sijapata kumuona maisha yangu kabla sijamuona Saleh, ambaye na yeye sijapata kumuona maishani mwangu. Nilighumiwa nilipomuona Saleh uso kwa uso. Nimemwambia Spectre Safe kuwa mtu yule, yani Saleh, nimepata kumuona mahali na nisiweze kupajua wapi. Nimefahamu baadaye kuwa nilikuwa nimetekwa na picha ile ya Bwana Hakimu. Ndipo nilipomuona Saleh kwa mara ya kwanza, nikadhani kuwa nimepata kumuona mahali. Kwa hiyo mlioko hapa, hebu tazameni sura ya Biselume na ya Saleh, zina tofauti gani na sura ya Bwana Hakimu? Watu kuzunguka kumtazama Selume alikithirisha kulia na akaufutika uso wake katika kitambaa chake. Saleh vile vile aliinama chini, hakuweza kunyanyua uso wake kumtazama mtu. Waliokuwepo pale wote walikuwa hawajui habari ya ndoa iliyofungwa baina ya Saleh na Selume, na kwamba watu wawili hao hivi sasa ni mke na mume, na kwamba jambo hilo ndilo linalomliza mmoja na kumtia haya mwingine. Lakini hakuna katika aliyohudhuria pale aliyeshikwa na mzubao wala kuona ajabu kuwa watoto wale kwa kushabihiana kwao. Ni kweli kama alivyobainisha Bwana Musa, wanaweza kuwa ni ndugu. Msikilizaji, endelea kusikiliza Duniani Kuna Watu. Lakini hakuna katika aliyohudhuria pale aliyeshikwa na mzubao wala kuona ajabu kwa watoto wale kwa kushabihiana kwao. Ni kweli kama alivyoainisha Bwana Musa, wanaweza kuwa ni ndugu. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu inayofuata. Nini kitaendelea? Ulikuwa nami Uncle Bell.